Baada ya kuipata ripoti ya tume ya uchunguzi tume ambayo ilienda kuangazia matukio yaliyojiri Oktoba 29 na baada ya hapo, kinachozungumzwa sasa ni maridhiano, na ameongea Daktari Samia Suluhu Hassan akisema kuwa ataunda tume maalum kwa ajili ya maridhiano, na alianza kuzungumza maridhiano hata kabla ya matukio ambayo yalitokea Oktoba 29. Hivyo inaonekana kuwa ni mwendelezo wa kutafutwa hayo maridhiano. Lakini ni aina gani ya maridhiano ambayo tunayahitaji kama taifa? Ni aina gani ya maridhiano ambayo yataleta muafaka wa amani na Tanzania kuendelea kuwa ni kisiwa cha amani? Tunaye hapa mhadhiri wa sayansi ya siasa na utawala Dr. Richard Mbunda, ambapo tutazungumza zaidi kuhusu aina ya maridhiano ambayo inaweza kuleta makundi yote, taasisi zote, asasi zote kwa pamoja. Karibu sana Dokta. Asante sana, shukrani sana. Karibu sana Daktari. Asante sana, asante. Maridhiano ina maana gani hasa? Naam, maridhiano ni kiashiria kwamba jamii, tunazungumzia maridhiano ya kisiasa, ni kiashiria kwamba jamii husika imevurugana, yaani makundi katika jamii husika yamevurugana, na sasa wanadhani kwamba, na kuna madhara yamejitokeza. Kwa mfano kama hapa kwetu ni dhahiri kwamba Oktoba 29 na siku kadhaa zilizoendelea baada ya pale kulikuwa na mvurugano mkubwa na watu wamepoteza maisha, mali zimeharibika na mahusiano yameharibika pia. Na ndo maana tunaona kwamba ni dhahiri kwamba kuna kitu kinatakiwa kufanyika, na hicho kitu ni maridhiano. Na kimsingi maridhiano huwa yanapitia hatua tatu muhimu, na nadhani mjadala mkubwa utakuwa katika hapo. Hizo hatua tatu. Ya kwanza ni kumaliza uhasama, yaani tayari kuna uhasama baina ya makundi ya kijamii. Kwa hiyo ina maana hatua ya kwanza inatakiwa kwanza mwanze kumaliza ule uhasama uliopo katika hayo makundi. Hatua ya pili inakuwa ni kushughulikia yaliyopita, yale ambayo yalitokea kabla ya matukio yenyewe ya uhasama, lakini vile vile yale matukio yenyewe ya uhasama ambayo labda yalisababisha watu wakapoteza maisha, mali zikaharibika, mali za umma na mali binafsi na kadhalika. Na hatua ya tatu ni kujenga maisha ya pamoja ya haya makundi yote. Nadhani hatua hizo tatu zikifuatwa vizuri ndo zinakuwa zimekamilisha kitu tunachoitwa maridhiano. Hatua ya kwanza ni kumaliza uhasama. Kumaliza uhasama. Ndio. Hatua ya pili ni kushughulikia yaliyopita. Kushughulikia yaliyopita. Matatizo yote, mikwaruzano yaliyotokea, lakini vile vile madhira yote yaliyotokea yanashughulikiwa. Hatua ya tatu ni kujenga maisha ya pamoja. Yaani makundi hapo ndo kwenye kuridhiana kwenyewe sasa. Makundi yanakaa na kusema sasa ili tuendelee mbele kama wamoja, tufanye 1, 2, 3. Kwa hiyo hizo ndo ni hatua muhimu ambazo zinahusika katika maridhiano. Sasa nani ambaye anatakiwa kuhusika moja kwa moja kwenye hatua hizi? Makundi yote? Lakini pia natamani kujua habari hizo hatua, tuko hatua ya ngapi sasa hivi? Swali zuri. Anyway, labda kabla hatujaingia kwenye hatua, tunavyozungumzia maridhiano kuna maswali mengine mengi yanajitokeza. Sawa? Kwamba nini kilitokea? Kitu gani kilitokea? Sawa? Kwa hiyo mnavyoanza kuuliza kitu gani kilitokea, kuna kitu mnakihitaji katika maridhiano ambacho katika misingi ya maridhiano kinaitwa kutafuta ukweli na kukiri makosa. Sawa? Kutafuta ukweli na kukiri makosa. Yaani natakiwa wahusika binafsi kwanza waanze kutafuta ukweli. Ukweli upoje? Hiki hapa kilitokea, labda vurugu zilitokea, chanzo kilikuwa nini?
Sawa yaani hapo tukirejea kwenye ripoti sasa, ndio unaweza ukasema vile vyanzo ambavyo mwenyekiti alivitaja pamoja na vile vichochezi ndio ukweli ambao umetafutwa. Sahihi. Ile ripoti ilikuwa ni ripoti ya uchunguzi, na kwa namna yote katika huu mjadala tutairejea mara kwa mara. Yes. Lakini ilipaswa kufanya kazi kubwa sana ambayo ni hiyo ya kutafuta ukweli na kukiri makosa. Sawa yani kwa mfano ukirejea zile hadidu za rejea hadidu ya mwisho ilikuwa ni kwamba tume ifanye ichunguze kitu kingine chochote ambacho kitakuwa kiko relevant na shughuli zake za tume, lakini vile vile katika mchakato mzima wa kulisaidia hili taifa. So unaona, sasa ndo ilikuwa ni hilo, kuhakikisha kwamba kunakuwa na hiyo element ya kutafuta ukweli, lakini vile vile na watu labda pengine taasisi na kadhalika ziweze kukiri kwamba labda kuna maeneo zilifanya makosa. Sawa ya, ni muhimu sana. Bila kufanya hivyo haya maswali yanakuwa hayajibiki kwamba yani kitu gani kilitokea, mnaridhiana nini? Tunaridhiana kwa sababu 1, 2, 3 ilitokea, huyu hakutimiza wajibu wake, huyu labda halifanya ndivyo sivyo na kadhalika. Unaona kwa hiyo ni muhimu sana katika hatua hiyo tufikie hapo. Alafu swali lingine sasa, akina nani, makundi gani makundi gani yanapaswa kuridhiana? Sasa hilo swali ni gumu sana katika muktadha wa Tanzania sasa hivi, kwa sababu unakisikiliza unasikia tunazungumza tutafanya maridhiano, tume imewasilisha ripoti, na bahati mbaya ile ripoti hatutaiona kwa sababu na sheria inamruhusu kabisa rais kuiweka ripoti iwe hadharani au aifungie, na amesema ni ya kwake binafsi. Yeye amesema ni ya kwake, ina maana ameifungia. Hatutaiona sisi watu wa umma, na mwenyekiti wa tume alisema kwamba atafanya interviews na nyinyi watu wa media na nini, labda pengine hiyo fursa itakuwepo, lakini sasa hamtaweza ku cross check kwa sababu ilitakiwa kwanza nyinyi watu wa media msome ripoti alafu mwanze kuuliza maswali, lakini hamtapata hiyo fursa. Kwa hiyo mtasikia atakachokisema yeye, labda pengine kinaweza kiendana na kile alichokisema au mengine ambayo atatoa yeye kutokana na ile ripoti yake. Lakini kitu ambacho tunataka kusikia ni kwamba ni makundi yepi hasa yanahusika, kwa sababu anataja tu vijana vijana walilipwa fedha, kuna watu waliolipwa fedha na kadhalika, na tume ikapendekeza iundwe tume nyingine ya uchunguzi wa kijinai. Tunaona kwa hiyo ni dhahiri kwamba hatujapata ule ukweli na hatujui haya makundi ni kwa kiasi gani yanahusika. Lakini sisi tuna dondoo bwana Goodluck, dondoo si tunayo. Kwa mfano vijana walivyokuwa wanaandamana walikuwa wanaimba baadhi ya nyimbo na baadhi ya slogans walikuwa wanazitoa ambazo zina uhalisia na maisha yetu. Kwa mfano kulikuwa na kauli mbiu zilizokuwa Oktoba tunatoka sawa na mwenyekiti wa tume alieleza kabisa hizo kauli mbiu zilikuwa zinatumika. Nyingi zilikuwa zinatumika. Lakini hizo sio kwamba hazina misingi, zina chanzo, yani zina sehemu ambako zinatoka. Sawa kwa hiyo tulikuwa tunatamani sana tusikie hiyo ili tujue kwamba ni watu gani ambao hasa wanapaswa, kwa sababu mnaweza mkaunda tume ya maridhiano lakini msipate watu sahihi wa kuridhiana. Sasa unachomaanisha Dokta ni kuwa ndio ni ngumu kuonesha makundi ambayo yanatakiwa kuridhiana ni makundi gani? Naam, ilikitakiwa iwe wazi. Sawa, iwe wazi kabisa kwamba kati ya nani na nani, kwamba haya maridhiano kimsingi yanatakiwa yafanyike kwa sababu 1, 2, 3. Kwa mfano mimi tu kama mchambuzi wa siasa hapa nchini, na nilishawahi kuandika maandiko kadhaa huko nyuma yanayohusiana na hali ya kisiasa, si ndio? Kulikuwa na shida kubwa sana, na katika misingi ya maridhiano moja ni kuhakikisha ni kwa kiasi gani taasisi zilizopo ziliweza kuleta ile support ya kisiasa hapa nchini. Sawa. Sasa kuna taasisi nyingi sana zinanyoshewa vidole hapa nchini. Kwa mfano tume ya uchaguzi
Tuna sheria tume ya uchaguzi na mwenyekiti alitamka hilo. Sasa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi, sawa. Tuna sheria 2024 ambayo ilitengeneza tume huru ya uchaguzi. Lakini tume huru ya uchaguzi ilivyotengenezwa, yani ilivyopitishwa haikutekelezwa inavyotakiwa mara moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunategemea na shida kubwa ilikuwa ni wale wajumbe wa tume ambao mpaka saizi wapo ni hawakutokana na ile sheria ya 2024. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea wale na ilikuwa tu ni fungu la nyongeza kwenye ile sheria ambayo linasema wale wajumbe wa tume waliopo madarakani wasiondoke mpaka muda wao ufike, ambacho ni kipindi cha miaka 5. Lakini kimsingi sheria mpya ilikuwa inatakiwa ilete wajumbe wapya, mwenyekiti, sawa, na wajumbe wa tume wapya. Kwa hiyo tulichokuwa tunategemea wale wajumbe wajihudhuru, yani hata kwa utashi wao tu. Alafu ni watu wazito, unajua jaji duniani anaheshimika sana. Tena mahakama ya rufani. Jaji duniani anaheshimika sana. Sasa ukishaona hii sheria inakufanya wewe uonekane kwamba upo pale isivyo halali, yani naweka kwenye isivyo halali, unatakiwa ujiuzuru. Kisha sio lazima ung'ang'anie. Kwa nini ung'ang'anie ile nafasi? Jaji umesha save muda mrefu. Yani hata kama mbona akina Mwinyi alijiuzuru? Mwinyi alijiuzuru akiwa waziri wa mambo. Watu waliojiuzuru nchi hii ukiwa hesabu ni wachache sana, wanahesabika kabisa. Lakini wamepata heshima kubwa. Tunamzungumzia Mwinyi, tunamzungumzia Lowassa, tunamzungumzia Simbachawene wakati ule wa masuala ya madini. Nani mwingine? Lakini wamepata heshima. Watu wote walipata heshima. Kama Ndugai ambao pia naye sakata lake lilikuwa kidogo sintofahamu. Sijui kama alijiuzuru au lakini aliandika barua kwa sawa, basi tunaweza kumweka naye kwenye listi, basi tufanye ni 4 kwa viongozi wenye level hiyo ya kitaifa. Sawa. Lakini taasisi na actually tume, ukifuatilia matukio yaliyofanyika kwenye uchaguzi, kwa mfano jinsi ambavyo watu labda walienguliwa kwenye nafasi za ubunge, ambao unaona kabisa hapa ni figisu zimefanyika ili kuruhusu kwamba huyu mtu apite, sawa. Jinsi ambavyo Ruhaga Mpina alienguliwa kwenye ile nafasi ya kugombea, ni vitu ambavyo vimewapa watu hasira kubwa. Tunazungumzia hizo hasira, lakini tunavyozungumza tunawagusa vijana hao moja kwa moja. Na jana rais amekiri wazi kabisa kwamba kuna migawanyiko ambayo ipo miongoni mwa vijana. Migawanyiko ambayo ipo. Sasa swali langu ni kwamba wewe unadhani migawanyiko hii, upi mtazamo wako kuhusu hiyo migawanyiko, inasababishwa na nini na nini kifanyike ili kuweza kuiondoa hiyo migawanyiko ambayo yani vijana kwa vijana wenyewe tu kwanza waridhiane? Ni sahihi kabisa. Kuna ile sheria ambayo ilitakiwa ianzishe baraza la vijana, ilipitishwa muda mrefu, tunadhani kama zaidi ya miaka 10 iliyopita, 2015 kama sikosei. Lakini baraza alikuwahi kuanzishwa, na nadhani ni moja ya mapendekezo ya tume ya uchunguzi kwamba baraza lianzishwe ili liwe sehemu ya maridhiano ya vijana wenyewe kwa wenyewe, sawa. Nadhani hiyo hata ukisema utafute mwakilishi wa vijana huwezi kumpata. Unampata wapi? Lakini nadhani hilo ni moja. Lakini la pili, sio kwamba hao vijana wapo tu, kwa sababu hao vijana wamegawanyika kiitikadi. Kuna vijana ambao wana mrengo wa chama fulani cha siasa, labda chama tawala. Kuna vijana ambao wana mrengo wa vyama vya upinzani na kadhalika. Na hao ndo watu ambao wana interaction kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, sawa. Na hizo itikadi ambazo wanazibeba kutoka kwenye vyama vyao ndio itikadi ambazo zinawafanya wa behave kama wanavyo behave. So kwa hiyo ni saa nyingine ndio maana nachosema msitu unatakiwa uvamie, uangalie kitu gani kipo kwenye msitu, si ndio? Usizanze kuzunguka pembeni ukadhani kwamba ukipiga pembeni kitakuwa sawa. Ingia kwenye msitu, sawa. Na nataka kumaanisha hapa ni kwamba nadhani mgogoro mkubwa ambao unahitaji maridhiano hapa nchini ni mgogoro wa itikadi za kisiasa, sawa. Jitihada zishaanza huko nyuma na watu wanatambua, na tulikuwa tunategemea maridhiano yaendeleze mkondo ule na kuwaleta watu wengine wa pembeni
kwenye meza hiyo ya majadiliano. Nadhani hilo ndio litakuwa kwa maana ya kujibu swali ni nani wanatakiwa kuhusika kwenye majadiliano, kwa sababu hao vijana wataingia, lakini vijana kama ulivyosema hawana wawakilishi. Wakienda saa hizi pale vijana wanaenda na itikadi za kisiasa, unaona. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia kwamba je, kwenye itikadi za kisiasa huku tumefanya nini? Kwa sababu saa hizi ukiangalia ukisikiliza, kwa sababu na sisi tunasikiliza vile vile yanayoongelewa kwenye mitandao ya kijamii na yanayoongelewa kwenye vijiwe vya kahawa na kadhalika, unaona. Ukisikiliza kwa makini ukafuatilia, unagundua kabisa kwamba kwenye itikadi za kisiasa kuna vyama ambavyo vinaegemea kwenye chama tawala, yani vyama fulani vya upinzani ambavyo vinaegemea kwenye chama tawala, na vyama ambavyo vinataka kujitofautisha kwamba ni vyama vya upinzani halisia. Unaona, tuseme vyama kama vitatu 4 hivi kwa hapa nchini. Kwa hiyo ina maana lazima uangalie na hizi dynamics. Hiyo inaweza ikawa ni sababu sasa ya uwepo wa hiyo migogoro ya kisiasa, kwamba kuna hivi ambavyo vinaegemea huku na hivi ambavyo vimejitenga. Ni sahihi kabisa, kwa sababu hata ukiangalia kwa mfano baada ya ripoti kuwasilishwa, wewe fuatilia tu kwamba je, viongozi wa chama hiki walisemeje. Utagundua kabisa viongozi wa chama fulani walikuwa labda pengine chanya sana kusifia ripoti na kusema kwamba imenaleta mwelekeo sahihi, lakini kuna baadhi ya vyama vimetoa kauli vikasema kwamba havipokei, kwanza havitambui ile tume na havipokei ripoti, unaona. Sasa kimsingi hizo ndo dynamics sasa za kisiasa ambazo unataka kuziangalia, ili hata kama unavyoamua kufanya maridhiano ujue kwamba unaendeje. Kwa hiyo tunazidi kupiga hatua. Ndio. Tumetoka kwanza hatujui nani aridhiane, as you said. Ndio. Tukaenda kwenye hatua ya pili ya vijana, kwamba wenyewe na migogoro ndani kwa ndani. Kwa hiyo hili ni kundi ambalo linatakiwa liwe sehemu ya maridhiano. Sahihi kabisa. Lakini tumekuja kwenye hatua ya tatu ya migogoro ya itikadi za kisiasa. Kwa hiyo vyama vya siasa inakuwa ni sehemu ya hao ambao wanatakiwa kuridhiana. Navyoona kadri tunavyozidi kuzungumza tuendelea kupata makundi tofauti ambayo yanatakiwa kuwa katika sehemu za kuridhiana. Kimsingi maridhiano yanatakiwa yawe sehemu ya haya makundi kwanza kabla ya kuja kuletwa kwa pamoja, au yaanze kwa pamoja alafu yatarudi kwenye makundi. Okay. Haya makundi kimsingi, makundi yanatakiwa kuna msingi mwingine muhimu wa kuimarisha taasisi, sawa. Tumesema hapa kwa mfano kuunda baraza la vijana, na tunadhani labda pengine linaweza likawa moja ya misingi ya maridhiano, vijana wenyewe kwa wenyewe kuridhiana, sawa. Lakini mimi nilichokuwa nasema ni kwamba hata kama hakijatajwa hadharani, kitu kinachofukuta sasa hivi ni migogoro ya kiitikadi ya vyama vya siasa, na jinsi ambavyo hivyo vyama vya siasa vinasukuma hata makundi mengine. Kwa mfano utasema tu vijana, lakini na wanawake pia, kwa sababu wanawake nao wana grievances zao, sawa. Zipo. Inawezekana wazee pia, wazee wana grievances zao, sawa. Lakini je, ni kitu gani, ni uzi gani ambao unaunganisha haya makundi yote pamoja? Ni mimi kwa dhahania yangu nadhani ni itikadi za kisiasa zinaweza kufanya vizuri sana kuyaunganisha haya makundi. Ndio inaweza ikawa ule uzi wa kuunganisha haya makundi pamoja. Kwa hiyo ukiingia kule na ukajaribu labda pengine kuleta pamoja, kuleta tuseme umoja wa kiitikadi katika kuizungumzia Tanzania tunayoipenda, mwisho wa siku unaweza kushtukia umepiga ndege wengi kwa jiwe moja. Lakini Dokta, hoja kubwa hapa ni kuhusu makundi, kuyajua makundi, yani kwamba kujua nani anaridhiana na nani, au hoja kubwa ni sababu na nia ya dhati ya kuingia kwenye maridhiano? Kwa sababu baada ya ripoti kutolewa na kutoa mapendekezo kwamba sasa kinachofuata ni maridhiano, tuliona baadhi ya makundi kwanza wakipinga taarifa ya ripoti. Tuliona statement ya Chadema na wao wenyewe pia wamehojiwa na vyombo vya habari, lakini pia Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tumeona mkurugenzi wake pia naye akizungumza kwamba hawakubaliana na ripoti ile. Sasa haya ni makundi muhimu sana tunavyozungumza kuhusu hayo maridhiano, ni kwamba
wao tayari wameshaonyesha msimamo wao kwamba hawana imani kuhusu mchakato unaofuata, kwa sababu mchakato uliotangulia ni kama hawakukubaliana nao. Ndio. Hii inawezekana vipi ama nini kitafanyika kuweza kufanikisha hayo maridhiano, au haya makundi sio lazima yakawepo kwenye maridhiano haya? Ukiacha haya makundi ni sawa na kusema kwamba hautakuwa umeupatia mchakato wa maridhiano. Sawa, ukiacha nje kundi lolote ambalo lina maslahi ya kisiasa hapa nchini, ukiliacha nje utakuwa haujaupatia mchakato wa maridhiano. Na tukubaliane kwamba maridhiano saa nyingine sio kwamba labda pengine yanalenga, yanaweza isiwe kama ni mchakato unaolenga kumaliza matatizo ya nchi. Maridhiano saa nyingine ni mchakato ambao tunauita kwa lugha ya Kiingereza containment. Sawa, yani unajaribu tu kuyafanya makundi fulani yapate mwelekeo fulani, kujua kwamba kuna kitu kinaendelea na kadhalika, lakini mwisho wa siku wewe hauna maslahi nayo, una maslahi tu ya kuleta mwendelezo wa maslahi yako ya kisiasa. Sasa kama ni hivyo, unaweza kuendeleza maridhiano bila kuyaleta haya makundi, kwa sababu umetamka Chadema, umetamka Legal and Human Rights Center, ambao mwakilishi wa asasi za kisiasa, inawezekana asasi nyingi za kiraia ambazo inawezekana kuna asasi nyingi za kiraia zina mtazamo huo, lakini vile vile hujatamka ACT Wazalendo. Nadhani walitoa statement, sio kwamba walikuwa wanaunga mkono moja kwa moja ripoti iliyotolewa na hawakuunga mkono. Sahihi kabisa. Kwa hiyo kuna dynamics hizo zipo pale. Kwa hiyo kwenye zile hatua tumezianza. Ndio. Na kama hatujazianza, unaona mwelekeo wa kuanza hatua za kuelekea maridhiano na pengine hizo hatua tatu muhimu ambazo umetutajia hapa zinaweza kuchukua muda gani? Okay, hatua ya kwanza nitasema kumaliza uhasama. Mimi nilipenda sana hatua iliyochukuliwa na dola, kwanza kuachia wale watu ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa uhaini. Idadi ilikuwa kubwa sana na ilikuwa kwa lugha ya Kimalkia tunasema alarming. Sawa, dunia ilikuwa inaona kwamba kuna watu zaidi ya 200 nadhani ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa uhaini. Sawa, watu ambao dunia inawaona walikuwa kama waandamanaji tu wanaodai haki yao, kwamba hawataki kuburuzwa kwenye nchi yao, wanataka wasikilizwe. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua nzuri, lakini kwa nini huo mchakato umekuwa selective? Kwa mfano, kwa nini kuna watu wengine waliotuhumiwa kwa uhaini bado wanaendelea kusota ndani, lakini wengine wameachiwa? Kwa hiyo uhasama ambao kimsingi sana unatakiwa ufanywe na dola kwa kiasi kikubwa, sidhani kama hiyo hatua wameitimiza kwa uhakika kumaliza uhasama. Sawa, lakini kulikuwa na tuhuma zingine hizi zinazohusiana na usalama, utekaji na kadhalika, na tume ya uchunguzi imetamka haya mambo ya utekaji. Je, hiyo threat ya kutekwa kwa mfano imeisha moja kwa moja? Kwa hiyo ilitakiwa kabisa na kuhakikisha kwamba kuna usalama. Ukiwa unaongea hapa Dr. Mpunda ujiachie kwamba mimi sina wasiwasi sana, lakini ndio na hapo kwenye usalama kama matukio kama haya yanaweza kutokea hapa nchini, ndio, na kutoka pia kwenye ripoti kuna ripoti imesema kuwa kuna vijana ambao waliweka vikundi kwa ajili ya kujengwa. Kwa hiyo hali ya kiusalama pia hapa nchini bado kwa sababu ile inaleta tafsiri mbaya ya hali ya kiusalama hapa nchini, kwamba kuna watu wanaweza kutengeneza kikundi ni mitamia kutoka kituo cha polisi na wakafanya training ya vijana ambao wale ni kama magaidi kimsingi. Training kama ile ni kama ya kigaidi. Mitamia kutoka kituo cha polisi, nadhani ni statement ambayo inashtua. Very alarming. Inashtua sana. Sawa, lakini kitu kingine ni kwamba tulivyozungumza kwenye haya mambo ya ukweli, tume inatuambia kwamba waandamanaji walibeba silaha za moto. Sawa, ni kitu ambacho kinashtua kwamba hapa nchini watu wanaweza wakawa na silaha za moto alafu wakaenda nazo kwenye maandamano. Unaona inashtua kwa kweli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama nilivyosema vinatakiwa kwanza uhasama
uwe umemalizwa, lakini vile vile hali ya usalama wa wananchi na kujiamini kwamba tupo salama hapa nchini inatakiwa kurudi. Na sidhani kama imefanyika vya kutosha hiyo hatua. Na ili kwa ufupi sana, ili sasa watu wote tuzungumze lugha moja, kuleta watu wote on board. Hawa wanaweka misimamo na wenyewe pia sasa waone kwamba okay, sasa tuko tayari kwa maridhiano. Serikali kwanza ianze kuonyesha ishara nzuri, na ishara ya kwanza mimi nilikuwa nadhani kwamba wale wote wanaotuhumiwa kwa kesi za uhaini waachiwe kwanza, ili tukae sasa kama wananchi ambao tunaweza tukakaa tukajadiliana. Lakini huwezi kutumia labda pengine kesi kama fimbo labda pengine ya negotiation, unamsukuma huyu akubali hiki ili anani. Hapana, watu waachiwe kwanza huru, ili sasa tupate fursa ya kukaa na kujadiliana kama wananchi, na tuanze kukosoana kwamba hapa ilienda sawa, hapa haikwenda sawa. Sasa kwa neno moja, Dokta, naam, ni aina gani ya maridhiano? Mimi nilikuwa natamani, nimeanza kuzungumza yale maridhiano ya containment, yani ya kufunika tu mambo ili muda uende. Sidhani kama haya maridhiano yatatufikisha, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji kuwa na taasisi imara zilizojengwa sawa. Tunahitaji mageuzo makubwa ya kitaasisi, na mageuzo makubwa ya kitaasisi yanakuja kwa nia ya dhati. Tumeona ripoti imekosoa labda pengine jeshi la polisi jinsi linavyojiendesha kama taasisi. Ripoti imehitaji mabadiliko yafanyike, na mimi ningeongezea, hajagusa haya maeneo. Tume ya uchaguzi inatakiwa ianze kujiendesha kiweredi na kitaasisi, lakini vile vile ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nadhani imesababisha shida kubwa sana kwenye nchi. Inatakiwa ianze kujiendesha kiweredi na kitaasisi. Naam, shukrani sana Dr. Richard Mbunda kwa maoni yako hayo. Huyu ni mhadhiri wa sayansi ya siasa na utawala kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini. Asante sana.